Isiolo, Kitui, hadi Kenya mzima na nyarubaa za kimataifa. Hizi ni habari za Jungu Kuu la Tharaka University FM, kwa habari kemkem zilizothibitishwa wa sahihi. Jungu Kuu la Tharaka University FM imeletwa kwako na Chuo Kikuu cha Tharaka. Chuo Kikuu cha Tharaka ni mahali bora katika elimu, ubunifu na maendeleo ya taaluma. Tembelea tovuti ya www.tharaka.ac.ke ujisajili leo. Sauti ya jamii. Ni saa 7 za mchana. Natumai ubuheri wa afya popote ulipo. Ujambo na karibu katika taarifa za habari ndani ya Tharaka University FM mitabendi 98.8. Mimi ni Pius Kimadi. Na ibada ya wasichana 16 waliopoteza maisha katika mkasa wa moto wa shule ya utumishi Girls Academy inafanyika leo hii, ambapo misa ya kuombea dua hiyo inafanyika katika uwanja wa Gilgil. Mamia ya waombolezaji, viongozi wa serikali, viongozi wa dini na wananchi wamekusanyika kutoa heshima zao za mwisho kwa vijana waliopoteza maisha. Hali iliyo mbele ya ukumbusho huo imeelezwa kuwa mbaya, huku majonzi yakiendelea kutanda kwa jamii ya shule na familia zilizoathiriwa, huku wakijiandaa kuwapumzisha wapendwa wao. Mama wa Taifa Rachel Ruto pia na waziri wa elimu Migos Ogamba wamefika katika hafla hii, huku wakitoa heshima zao za mwisho na rambirambi kwa familia. Na nimekuja kuchukua mtoto wa ndugu yangu, alikuwa anasomea utumishi, anaitwa Shishiria Wanjiko, na tutampumzisha katika shamba la baba yake Shokereria siku ya kesho. Kwa hivyo tuna huzuni na tumekubali kwa sababu yote ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nawapa jamii pole, na tukasikia ni kama historia, lakini siku ya leo ama wakati huu tumeona ni kitu ya kweli, na hili jambo limekuwa jambo ngumu sana. Tumekuwa na machozi, tumekuwa na huzuni, lakini tunaambia familia wajipe nguvu, Mungu ako pamoja na wao, na tumeshukuru sana. Tharaka University FM, sauti ya jamii. Na tukiendelea na taarifa zingine ni kwamba Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula leo anaongoza wajumbe wa viongozi wa kitaifa na kaunti katika eneo bunge la Butere kwa shughuli ya kuwezesha jamii na kiuchumi inayolenga vikundi vya kina mama na waendeshaji bonda. Hafla hiyo iliandaliwa na mbunge wa Butere na mwenyekiti wa kamati ya bunge ya hesabu za serikali Tindi Mwale. Inafanyika chini ya bango lake la maendeleo ya jamii. Mpango huu unalenga kuimarisha maisha ya wenyeji kwa kusaidia vyama vya ushirika vinavyoongozwa na wanawake na sekta hiyo isiyo rasmi, ukilenga zaidi ya wafanyabiashara wadogo na vyama vya bonda, huku wakidhihirisha msukumo na uwezeshaji ni sehemu ya msukumo mpana wa viongozi ili kuchochea ukuaji wa uchumi mashinani kwa kuelekeza rasilimali, vifaa na usaidizi wa kifedha kwa vikundi vya kijamii vilivyopangwa, haswa katika sekta isiyo rasmi ambayo inasalia kuwa kichocheo kikuu cha uchumi wa mashinani magharibi mwa Kenya. Miongoni mwa viongozi wakuu wanaoandamana na Spika Wetangula ni Katibu Mkuu wa Baraza la Mawaziri Musalia Mudavadi, Faruk Kibet, kiongozi wa wengi katika Seneti Arun Cheruyot, kiongozi wa wengi katika Bunge la Kitaifa Kimani Ichung'wah, na kinara wa wachache katika Bunge la Kitaifa Junet Mohamed. Wengine wanaotarajiwa kuhudhuria ni gavana wa Kakamega Fernandes Barasa, gavana wa Bungoma Ken Lusaka na waziri wa biashara Wycliffe Oparanya, miongoni mwa viongozi wengine wa kitaifa na kada. Tharaka University FM, sauti ya jamii. Na muungano wa viongozi wa upinzani leo wakiongozwa na kiongozi wa Democratic Action Party Kenya Eugene Wamalwa umeanza ziara ya siku 3 ya kisiasa katika eneo la magharibi mwa Kenya inayolenga kuimarisha ushirikiano wao mashinani na kukusanya uungwaji mkono kabla ya mabadiliko ya kisiasa yajayo. Viongozi wengine wakuu wanaotarajiwa kushiriki ni pamoja na aliyekuwa naibu rais na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, kiongozi wa chama cha People's Liberation Martha Karua, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i, gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na Cleophas Malala, na wabunge kadhaa wakiwemo Eseli Simiyu, Wafula Wamunyinyi, Caleb Amisi na Peter Salasia.
Kesho Jumamosi, viongozi hao wataanza siku kwa mkutano na vyombo vya habari kabla ya kuelekea Shada, Bumara, Nambale, soko la Arambe na mji wa Kitale kwa mikutano ya hadhara na mikutano ya jamii. Awamu ya mwisho ya ziara hiyo siku ya Jumapili itawafikisha katika maeneo ya Kibabii, Chewele, Misiku, Natiri, Kimimini na kuhitimisha katika mji wa Kitale, ambapo muungano huo unatarajiwa kukamilisha mpango wake wa kuwafikia watu wa magharibi mwa Kenya. Tharaka University FM, sauti ya jamii. Na kwingineko ni kwamba wakazi wa eneo la Gungombe, eneo la Mwakirunge, kaunti ya Mombasa, wametakiwa kuunda kamati wakilishi ili kuwezesha juhudi zinazolenga kutatua mizozo ya muda mrefu ya umiliki wa ardhi na kutoa hati miliki ndani ya siku 90 zijazo. Akizungumza wakati wa mkutano wa hadhara na wakazi, mwanachama wa kamati tendaji ya kaunti ya Mombasa CECM kwa ajili ya ardhi, Mohamed Hussein, ambaye ni waziri wa kaunti, alisema serikali ya kaunti inatanguliza umiliki wa ardhi kuhalalisha ili kuimarisha miungo kadhaa ya sintofahamu ambayo imesababisha wakazi wengi kutajwa kuwa maskwota. Amando alisema kupata umiliki wa ardhi ni hatua ya kwanza kuelekea kufungua miradi ya maendeleo na kuhakikisha wakazi wanaweza kufurahia usalama wa muda mrefu. Aidha, alibainisha kuwa serikali ya kaunti ilikuwa ikichunguza mipango ya uwekezaji wa ziada katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kituo cha kuchakata taka na hospitali ya Level 5, huku akisisitiza kuwa kusuluhisha masuala ya umiliki wa ardhi kunasalia kuwa kipaumbele katika eneo hilo. Aidha, mkurugenzi wa utafiti eneo hilo Rose Menupe alisema kuwa serikali ya kaunti imeungana na serikali ya kitaifa kufuatia agizo la Rais William Ruto la kuhakikisha wakazi wa Mombasa wanapokea hati miliki ndani ya siku 90. Akisema aidha, idara ya ardhi tayari imeanza mashauriano na viongozi wa eneo hilo na wakazi ili kuelewa historia ya eneo hilo na kutatua changamoto zilizopo kabla ya kuanza mchakato wa uamuzi wa ardhi. Tharaka University FM, sauti ya jamii. Na tukiendelea ni kwamba viongozi wa NAT na KUPPET kutoka kaunti ya Bomet wamepinga kuhamishwa kwa katibu Bito kutoka kwa Wizara ya Elimu, huku wakidai kuwa kuna mengi ya kufanywa ili kumaliza machafuko yanayoendelea shuleni. Katibu wa KUPPET Paul Kimeto na Desmond Langata, ambaye ni katibu wa NAT katika kaunti hiyo, wamedai kuwa Bito alileta marekebisho makubwa katika sekta ya elimu kwa mwaka mmoja. Hata hivyo, wamedai kuwa wazazi wengi wanawachia walimu jukumu la kurekebisha tabia za watoto, wakiomba wazazi kushirikiana na walimu ili kusaidia wanafunzi kuepukana na mienendo isiyostahili. We were shocked when we realized that the PS Ambassador Julius Bitok was moved from the Directorate of Education. And really, as he had said, there are so many reforms within the shortest time, which he has been trying to streamline. He has been having a lot of online meeting with all these education stakeholders to streamline so many issues. So if we are told that he was moved because of one statement, we don't know. That cannot be one parameter to use to move somebody. So when such kind of problems arose, we cannot just blame one person, but we blame the rest of the people. The parents are here, they must also talk to their children. They must have a dialogue. For everything to succeed, there must be some dialogue. In as much as the members of parliament did not allow teachers to... Sauti ya jamii. Na maafisa wa polisi wanawasaka washukiwa 3 wa wizi wanaodaiwa kutoweka wakiwa na majeraha ya risasi huko Mvita Kisiwani, kaunti ya Mombasa. Kulingana na kamanda wa polisi Nicholas Cheruiyot, washukiwa hao walikwepa mtego wa polisi, na baada ya tukio la ufiatuaji wa risasi, gari lililokuwa na nambari ya usajili bandia na baadhi ya stakabadhi zilinaswa na kwa sasa zipo kwenye kituo cha polisi cha Tononoka. Polisi mjini huo wametoa tahadhari kwa wahalifu hasa wa magari, wakionya kuendelea na msururu wa operesheni katika mji huo ili kukomesha visa vinavyochipuka. Wakaona officers and then they fire 2 rounds
and our officers responded na wakapiga. In the process they split off and a chase ensued, na wakati waliona kwamba wamekuwa cornered, wakaingia one of the street na wakashuka and they abandoned the vehicle. Jambo lilitokea pale nje ya hoteli, mkahawa mmoja hapo town center, na nilisikia gari ikipiga alarm na nikatoka kwenda kuangalia. Wakawa washavunja ile gari na wakaweza kutoa vitu ambazo zilikuwa ni bagi mbili. So tukaenda katika kituo cha polisi cha Central pamoja na Mbaraki Police, na tushukuru sana polisi kwa sababu waliweza kuchukua hatua na tukaweza kufaulu katika hii operation ambayo imefanywa, na wananchi pia wakaweza kutoa ripoti mpaka wakaweza kupatikana. Unasikiliza habari za Jungu Kuu la Tharaka University FM. Na tukimalizia ni kwamba wakazi wa wadi ya Kaputiei Kaskazini, kaunti ya Kajiado, wamebua wasiwasi kuhusu uchafuzi wa mazingira ambao unadaiwa kusababishwa na moshi kutoka eneo la kuhifadhi taka hatarishi la ECCL katika eneo la Embu Yankat. Wakazi hawa wanasema kuwa moshi na harufu kali imeongeza visa vya matatizo ya kupumua, huku wanafunzi na wazee wakitajwa kuathirika zaidi. Moto huo ambao ulizuka wiki iliyopita na kuripotiwa unadaika kusambaza moshi katika vijiji kadhaa, huku mamlaka ya uchunguzi ikibaini kuwa uchunguzi unaendelea kubaini chanzo chake na iwapo sheria zilikiukwa. Na tunaomba viongozi wetu wa Kajiado County, si leo tu ndio hii moshi imekuwa ikitokea. Hii moshi imekuwa tu ikitokea hapa awali. Kwa hivyo tunawaomba mtokee. Hapa tumekuja na usuni kubwa kwa sababu for the last 4 days hii moshi imetukataza tulale, imesumbua watu, imesumbua watoto, sana sana watoto wadogo, kila mtu anakohoa. Na pia tunasikia tumepata from the local community ya kwamba kuna mtu mmoja ama wawili ambao anafanya miscarriage kwa sababu ya hii. Industrial chemicals and pharmaceutical waste just being burned in the open fire, and in disregard to environmental concerns, health of the local community. It's unbelievable in the 21st century kwamba a company can just burn this waste in the open, affecting the local community here. Tharaka University FM, sauti ya jamii. Na dakika ni 14 baada ya saa 7 za mchana ni mwisho wa habari zetu za Tharaka University FM mitabendi 98.8. Shukrani sufufu kwa kuungana nami katika mkondo wetu wa pili wa habari, na katika mkondo wetu wa tatu wa habari ungana naye Vincent Odhiambo. Mpango mzima unaokujia hivi sasa ni Campus Connect na Hastings Ayela na Royd Munene, na kutakia usikilizaji mwema. Mimi ni Pius Kimadi. Na hizo zimekuwa ni habari za